هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجاهلين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tukiwa tunaendelea na hutuba yetu muhimu aliyoitoa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikiwa ni mwongozo wa kuwaelekeza Waislamu na wasiokuwa Waislamu katika kuishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini katika hutuba ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pana mambo ambayo ameambatanisha ni bora kwa yule mwenye kufunga na ni muhimu kwa yule mwenye kufunga na ni jambo la maana sana kwa yule mwenye kufunga kuambatanisha funga yake na baadhi ya vitu ambavyo ni muhimu. Tumetaja baadhi ikiwemo kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, funga yako iambatane na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukataja katika mambo mengine ya muhimu katika hutuba ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni muhimu iambatane na funga yako ni kutoa sadaka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na jana tukamalizia katika kipengele kingine ambacho funga yako unayoifunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani iambatane na kuunganisha udugu, silatur rahim, kuunganisha udugu. Leo nikiendelea na hutuba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema inna anfasakum marhunatun bi'amalikum fafukuha biistighfarikum. Amesema inna anfasakum marhunatun bi'amalikum, hakika nafsi zenu zimegubikwa na madhambi. Katika miezi 11 ulioishi, nafsi yako imegubikwa na madhambi mbalimbali. Nafsi yako imegubikwa, imetawaliwa, imekontroliwa na madhambi. Sasa unapokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia kwamba usisahau katika miezi 11 ulioishi, nafsi yako ilikuwa imekontroliwa na madhambi yako, imekontroliwa na makosa yako, imekontroliwa na mambo mengi ambayo uliyafanya yenye kumchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake. Sasa akasema unapokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lazima utambue hii nafsi hii iliyogubikwa na machafu, hii nafsi hii iliyoishi, iliyoogelea katika machafu katika miezi 11, nikiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, naweza vipi kuipa msaada hii nafsi? Naweza vipi kuisaidia hii nafsi yangu? Nafsi ambayo imeogelea madhambi, nafsi ambayo imeogelea machafu, nafsi ambayo imegubikwa na machafu, nafsi ambayo imetawaliwa na machafu. Naweza vipi kuikomboa nafsi hii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ndio Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatutuma kwamba ikiwa tumefunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani,
tuko na funga yetu. Katika kitu muhimu ambacho kinatia nguvu ile nafsi yako kutoka katika kugubikwa na machafu, kutoka katika yale maasi ambayo ilikuwa imezama, akasema fafukuha biistighfar, basi zitoeni nafsi zenu humo kwa kufanya istighfar. Zikomboeni nafsi zenu kwa kufanya istighfar. Na ndio maana utaona misikiti mingi namna ilivyoweka imeimarisha ibada ya istighfar. Kila sala utasikia ashhadu an la ilaha illa Allah rabbina astaghfirullah. Lengo ni kuhakikisha kwamba unafanya istighfar ambayo nafsi yako ilijaa machafu, iliishi katika machafu, imeogelea katika uchafu. Kwa hiyo namna ya kuitakasa fafukuha biistighfar. Bwana Mtume anasema iondoe nafsi yako katika maisha yale machafu ambayo ikiwa imegubikwa na machafu, basi ukuiondoa kwake ni kwa istighfar. Istighfar ni muhimu sana. Maana yake tunafunzwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mlango wa istighfar katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mlango ambao uko wazi. Kwa hiyo kuiondosha nafsi yako, kuitakasa nafsi yako, huwezi kuitakasa nafsi yako sawa sawa, isipokuwa kuitakasa vizuri nafsi yako ni kuhakikisha kwamba unafanya istighfar katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Najua mlango wa istighfar ni mlango muhimu sana kwa mwanadamu. Katika hadithul qudusi, maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi, maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, afwan, yasiyokuwa Qur'an, yakiitwa hadithul qudusi. Maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yasiyokuwa Qur'an. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika kitu ambacho anachojifakharisha nacho kwa waja wake, na waja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni muhimu kujifakharisha na kitu hichi, ni mlango wa istighfar. Mtume sallallahu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hadithul qudusi iliyopokewa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mwenyezi Mungu anasema ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, enyi waja wangu nyinyi mwafanya makosa mchana na usiku. Mwafanya makosa mchana, mwafanya makosa usiku. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajua waja wake ni watu wenye kutenda makosa. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ajua viumbe wake, ajua waja wake ni watu wenye kutenda makosa, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akawekea babul istighfar, mlango wa msamaha. Sasa akasema nyinyi waja wangu mwafanya makosa mchana na mwafanya makosa usiku, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, na mimi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala nasamehe dhambi zote, fastaghfiruni aghfir lakum, basi niombeni msamaha na mimi nifanyaje? Nikusamehe. Unaona kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala namna anavyowapenda waja wake na makosa yako. Hivi mwafahamu kwamba taa yako, yani kule kumtii kwako Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakumnufaishi. Kule kumwasi kwako Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakumdhuru. Yani wewe ukimwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yale maasi yako unayoendea kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hayamdhuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala chochote. Na kule kutii kwako unakomtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, iwe kwa sala au kufunga, ile taa yako haimnufaishi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa chochote, bali kila kitu cha kurejea mwenyewe. Ile taa yako ya kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, maslahi ya kule kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na manufaa ya kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ya kurejea wewe mwenyewe. Na yale maasi unayoyafanya, unayoyapractice wewe kumwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yale hayamdhuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bali yakudhuru wewe mwenyewe. Ndio Qur'ani utaona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika ibara za Qur'ani anasema sisi hatukuwadhulumu, lakini wao wamedhulumu nafsi zao. Kwa sababu nafsi yako ikiwa ni yenye kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni nafsi yenye kupata malipo mazuri.
umeitengenezea engo nafsi yako, umejitengenezea wewe mazingira mazuri. Mazingira ya kumtii Mwenyezi Mungu ni kuimarisha mazingira yako wewe mwenyewe, na maslahi ya mazingira ni yako wewe mwenyewe, na manufaa utakayopata ni wewe mwenyewe. Kinyume chake, kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kujitengenezea madhara mwenyewe. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kakuandalia mlango wa toba, na akakwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usamehe madhambi. Anakusamehe madhambi wewe mja wake. Katika lafzi nyingine, katika hadithi hiyo, hadithul Qudusi iliyokuja katika lafzi nyingine, maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yasiyokuwa Qur'ani, akasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu anasema, ya ibadi kullukum mudhlim, akaambia enyi waja wangu, nyinyi kila mmoja wenu ni mwenye kufanya madhambi, illa man afaitu, isipokuwa yule niliyemsamehe. Maana yake ile kanuni, kila mwanadamu mwenye kufanya nini? Mwenye kufanya makosa, lakini mbora katika wakosaji ni yule mwenye kuomba nini? Msamaha. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, Mwenyezi Mungu anasema, nyote nyinyi ni wakosaji, nyote nyinyi ni wenye kufanya madhambi, isipokuwa yule niliyemsamehe. Fastaghfiruni, basi niombeni msamaha, aghfir lakum, na mimi nitakusameheni. Wa man alima minkum anni dhu qudratin ala almaghfira, na yule atakayejua kwamba mimi nina uwezo wa kumsamehe, fastaghfarani biqudrati, na akaniomba msamaha kwa uwezo wangu, ghafartu lahu wala ubali, nitamsamehe mja huyu na wala sitojali. Kwa muona mwanadamu. Sasa mlango huu wa istighfar tuliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa kuzitakasa nafsi zetu, basi ni muhimu kutumia fursa hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kuhakikisha kwamba tunatibu nafsi zetu. Ndio Bwana Mtume anasema hizi nafsi zetu zilizogubikwa na madhambi, fafukuha bistighfarikum, hakikisheni kwamba mnakomboa nafsi zenu, mnaokoa nafsi zenu kwa nyinyi kufanya istighfar. Ndio maana utaona kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea mlango wa msamaha, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya kuumba kila kitu, katika msingi aliyoweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya kuumba kila kitu, kabla ya kuumba chochote, msingi aliyoweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni msingi ambao usemao rahmati sabaqati ghadabi, kwamba huruma yangu imetangulia hasira zangu. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huruma yake imetangulia hasira. Sindowe katika dua kumaili naomba, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati was'at kulla shay. Tuna huruma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imekienea kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imetangulia hasira yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye huruma kwa waja wake. Na katika maneno mengine akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, inna rahmati ghalabat ghadabi, hakika rehma zangu, huruma yangu imeshinda hasira zangu. Msingi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajikatengeneza msingi kabla ya kuumba kila kitu, kwamba huruma yake ndio yenye kushinda hasira zake. Huruma yake ndio imeshinda nini? Hasira zake. Kwa hiyo mlango wa istighfar ni mlango muhimu sana. Bal Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu, yule ambaye anatamani kile kitabu chake atakachopewa siku ya Kiyama, anaitamani kitabu chake atakachopewa siku ya Kiyama
kiwe ni kitabu kizuri, kimfurahishe, kimvutie kila ambaye mwenye kutamani hilo. Kila mtu mwenye kutamani ambaye kwamba mimi siku ya kiyama natamani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akinipa kitabu changu, kile kitabu changu kinivutie, kile kitabu changu kinifurahishe. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu, yule ambaye anatamani kitabu chake kimfurahishe siku ya kiyama, falyukthir fiha min al-istighfar, basi azidishe kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Kwa usisubiri tu pale unapokwenda msikitini imamu aanze ashhadu an la, hapana, wewe mwenyewe tu unatakiwa uanze. Usisubiri zile nyakati za swala, wewe mwenyewe umekaa mtake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maghfira. Wewe mwenyewe umekaa peke yako, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Wewe mwenyewe uko na jamaa zako, umepata fursa wanaongea, wewe umenyamaza, katika hiyo fursa ya kuongea muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. Kwa mwingi wa istighfar. So wewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana kathiru istighfar, alikuwa bwana Mtume mwingi wa istighfar, alikuwa amba Mwenyezi Mungu kwa siku tu, kwa siku. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, mimi ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa siku msamaha mara 100. Huo ayo ikiwa Mtume anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila siku ya uhai wake, anamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha mara 100. Huwa wewe nani utamzidi Mtume? Niambie. Uona mapito ya Mtume? Wewe una nafasi aliyokuwa na Mtume? Lakini huyo Mtume mwenyewe pamoja na kwamba ni Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika maisha yake kila siku umuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha mara 100. Wewe umuomba Mwenyezi Mungu msamaha kwa siku mara ngapi? Utaona kwamba haya ni maisha ya Muislamu hapaswa kuwa nayo. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilikuwa maisha yake, na naamini ikiwa ni maisha ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa siku kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha mara 100, ninaamini wanafunzi wake waliorithi tabia yake, masahaba bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ninaamini maimamu 12 walikuwa wakimtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala istighfar kwa siku. Vipi ikiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani umuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha? Jambo kubwa kwa bwana Mtume asema, wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra. Sema mimi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha kwa siku mara 100. Mwenyewe yasema sahaba, yasema fulani, Mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na daraja alilokuwa nalo, lakini asema wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra. Mimi ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha kwa siku mara 100. Mtume. Sisi kazi kubwa tutakiwa tuifanye kazi hiyo ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja anawaapia masahaba zake, anamwambia walladhi nafsi biyadihi, ninaapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, lau lam tudhinibu la dhahaba Allahu bikum. Wallah, usikizeni maneno mazuri. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika maneno mazuri yaliyopokewa katika kitabu Muslim, anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, naapa lau nyinyi viumbe msingelifanya makosa, lau nyinyi viumbe mngekuwa mfanye makosa, Mwenyezi Mungu angewaondosha. Kisha baada ya kuondosha nyinyi, wala jaa
biqaumin yudhlimun fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum. Lau nyinyi mngelikuwa mfanyi makosa nyinyi wanadamu na kupewa uhuru mliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lau msingelifanya makosa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angekuondosheni akaleta watu wengine kisha wafanye makosa, lakini umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nini msamaha. Mtume anataka kutuambia nini katika maneno haya? Anataka kutuambia katika rehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na katika utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na mwanadamu kuwa na pande mbili, kuwa na upande mmoja ukamilifu ambapo ni akili, kuwa na upande wa pili ambao ni nafsi ambayo yaweze kumwamrisha mambo machafu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwekea nafasi ya nini? Ya istighfar. Lau ni mfanye istighfar chakula kwa kosa kwa maasi yaliyoenea katika ulimwengu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatufunza katika faida kubwa ya kufanya istighfar katika maisha yetu ya dunia na maisha tunayoishi. Al-istighfar ina nafasi kubwa sana kuomba maghfira, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Kuna faida katika maisha yetu sisi tunaishi, na faida kubwa sana. Watu huona tu tukizungumza sala la istighfar kumtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, watu waona jambo tu la kawaida, lakini kwa sababu miani yake haimuonyeshi sawa sawa, miani yake haiko sawa sawa. Lakini sala la istighfar, sala la kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lina faida kubwa. Miongoni mwa kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, unapata faida. Miongoni mwa faida unayoipata katika kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha ya dunia, ukikaa tu kila mara ukamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, astaghfirullah wa atubu, ukiwa una tabia hiyo katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni faida unaipata kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mambo haya anasema man lazima al-istighfara, yule ambaye mwenye kukamatana na istighfar, mwenye kukamatana na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, ja'ala Allahu lahu min kulli dhayqin makhraja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila uzito, Mwenyezi Mungu katika kila jambo zito, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa njia ya kutokea. Ana matatizo, ukiwa una matatizo, umegubikwa na matatizo, umelemewa na matatizo, hujui utatokaje katika hayo matatizo, hujui utatokaje katika shida ulokuwa nayo, hujui utatokaje katika jambo ambalo limekukwaza, linakuumiza, linakutesa, hujui utaondoka na vipi hivyo na jambo hilo. Astaghfirullah. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, mja yoyote yule mwenye kushikamana na istighfar, mwenye kukamatana na kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa njia ya kutokea katika matatizo, humpa njia ya kumuondoa katika matatizo yake. Kwa hiyo kama una matatizo, umegubikwa na matatizo, katika njia nyepesi na kupata njia nyepesi ya kuondoka katika yale matatizo yako, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Hiyo namba moja. Namba 2, akasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa min kulli hammin faraja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufariji, utapata faraja wewe. Umepitia jambo zito, wallah. Jambo zito lile umelipitia, lakini ukawa unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha kwa jambo zito lilokupitia, lakini umuomba Mwenyezi Mungu msamaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupa faraja. Kwa nini utumie hii nafasi? Kwa nini hutumii chance hii? Utumie chance hii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama una tatizo umeshindwa kutoka nalo, hujawahi kupata njia yake, njia ya kutatua tatizo hilo, fanya istighfar. Kwani istighfar ya mtu katika jambo gumu ambalo amekosa njia ya kutoka katika jambo hilo. Wewe unahitaji faraja, kuna jambo linakutesa kila kukicha, watembea na jambo hilo wewe mwaka mzima, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, una jambo umekamatana nalo, una jambo la huzuni uko nalo, jambo hilo limekukamata vizuri. Basi wewe
ukitaka kutoka katika jambo hilo, utakapata faraja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akunusuru katika jambo hilo, fanya nini? Fanya istighfar. Kwa istighfar ina faida kubwa sana katika maisha yetu ya kila siku. Lakini akasema warazaqahu min haythu la yahtasib, lakini ukitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe riziki pasi na wewe kuhisi. Kupe riziki pasi na wewe kuhisi, pasi na kuwa na hisia na riziki. Basi riziki ambayo utaipata wewe pasi na kuwa na hisia nayo, umefanya jambo dogo, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kalibariki jambo lile, yamekuwa maslahi yake makubwa zaidi, yamekuwa manufaa yake ni makubwa zaidi, imekuwa faida yake ni kubwa zaidi. Sasa ukitaka baraka hizi na ukitaka mambo hayo, basi hakikisha unakuwa ni tabia yako kama Muislamu, wa min aadatik, na ni kawaida katika maisha yako kumtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Kamatana na msamaha, shikamana na msamaha, kamatana na istighfar. Ile istighfar ukikamatana nayo, kwa hakika riziki yako utaipata basi na kutarajia. Jambo dogo riziki pana, jambo dogo walifanya lakini riziki pana, biashara ndogo lakini riziki pana, uwezo wako mdogo katika jambo fulani lakini riziki pana. Unaaminika, unakubalika, unaeleweka. Mwenyezi Mungu anakufungulia milango ya riziki. Penye mlango mmoja, Mwenyezi Mungu kufungulia mlango wa riziki wa pili. Penye milango miwili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukufungulia mlango wa tatu wa riziki. Una milango mitatu ya riziki, Mwenyezi Mungu kufungulia mlango wa nne wa riziki. Una milango minne, Mwenyezi Mungu kufungulia nini? Wa tano. Kwa una faida tu waipata. Lakini sababu kubwa, ishi ya maana ni kukamatana na nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, hiyo faida imetajwa katika Qur'an. Anatueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwongozo wa Qur'an. Wanadamu ndio analia hapati watoto, fanye nini? Qur'an. Mwanadamu analia sipati watoto, fanye Qur'an. Sipati chakula, Qur'an. Tuna njaa, tuna ukame, tuna nini? Qur'an. Qur'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anatufunza katika suratul Nuh aya ya 10 mpaka ya 12. Mwenyezi Mungu anasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Muombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kusamehe. Naona bwana nyinyi mpate chakula. Jamani, kuna watu wanafanya maasi ya pengine mpaka jamii haipati mvua. Sasa kama jamii haipati mvua, basi muombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, na Mwenyezi Mungu atafanyaje? Atakusamehe. Yursilu samaa alaykum midrara, mtakapomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, Mwenyezi Mungu atakupeni mvua. Mnahitajia mvua ili kupata chakula, mnahitajia mvua kupata mazao, mnahitaji kulima, lakini mvua haziji, mvua hazieleweki kwa ukubwa wa madhambi na madhambi yanayotendeka katika jamii na mambo makubwa yanayotendeka katika jamii, hasa katika ulimwengu wa leo. Ni ulimwengu wa istighfar zaidi. Wafikiri ulimwengu wa Bwana Mtume, ule ulimwengu ambao ulikuwa ni ulimwengu safi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoifanya jamii ile ikatengemaa, jamii ikawa ni nzuri, mpaka wale Waislamu wa wakati ule wakamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukulipe nini ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Umetufanya sisi tumekuwa watu, umetufanya sisi tumemjua Mwenyezi Mungu, umefanya sisi tunaishi katika umoja, umetufanya sisi tuko katika mstari wa mbele katika kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tukulipe nini? Una furaha, tukulipe nini? Lakini fikiri wakati ule na mazingira yale mazuri namna hiyo, wako katika mazingira mazuri namna hiyo, lakini Bwana Mtume kwa siku anamtaka Mwenyezi Mungu msamaha mara ngapi? Mara 100. Masahaba Bwana Mtume wafanya kazi ya kufanya nini? Kufanya istighfar. Sasa sikwambii katika jamii ambapo Bwana Mtume alilingania jamii kabla ya Uislamu, ilikuwa jamii inaua watoto wa kike, wanabakizwa watoto wa kiume kama Firauni alivyokuwa.
Kwa watu walikuwa kaumu kama kaumu ya nini? Ya Lut. Akaenda kutengeneza ile jamii, ikawa insania ikapatikana, wanadamu ukapatikana. Haya, tuambieni, jamii ya leo ambayo inaenda kuchukua mambo ya Firaun inayaweka katika jamii ya leo, inaenda kuchukua kaumu Lut inaweka katika dunia nini ya leo. Ulimwengu wa leo unachukua madhambi ya mitume wote waliokuja kuyatoa katika jamii zile. Zile jamii zile ambao mitume wamepata shida kuwatoa watu katika madhambi. Ukija kwa Musa, ukija kwa Nuhu, ukija kwa nani, mitume wote yale makosa yale yaliyofanywa kule yaondolewa kwa mitume yote wale, sasa yanaletwa sasa hivi. Kuna jambo, hakuna jambo baya kwa Muislamu. Sote twajua ubaya wa kaumu Lut katika mambo ambayo yameelezwa katika Qur'ani, katika mambo ambayo yana laana mno, yana laana mbaya, ni mambo mabaya zaidi katika Uislamu. Na hakuna mbaya zaidi kama, unaona Uislamu hata ukukwambia kwamba shoga ni mbaya zaidi, Uislamu ulikwambia mbaya zaidi number 1 ni basha. Shoga ni number 2, zile ni athari. Lakini wa kwanza kabisa mja wa laana ni basha, kisha mja wa laana namba 2 ni shoga. Leo unaje jamii ilivyojaa? Unaje vijana namna wanavyo mpaka sasa hivi, sasa imekuwa sio aibu. Imekuwa sio aibu sasa. Nyie mwaona kwenye mitandao kijana kijana mwenzake. Zamani tulikuwa tuhubiri, bwana wanataka kutuletea haya, sasa sio wanataka kutuletea, yamo mambo mazito. Kwa hiyo kama kuna jamii ambayo inahitaji kufanya istighfar, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi ni jamii ya sasa, ni ulimwengu wa sasa, ndio ulimwengu ukapatamatana nini na istighfar. Kwa hiyo utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, lau tukikamatana na istighfar sawa sawa, yursilu samaa alaykum midrar, Mwenyezi Mungu atakupeni mvua. Muache mambo ya ubasha, muache mambo ya ushoga, muache wanawake kwa wanawake, muache kudhulumiana, muache mambo ya hovyo, mumtake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Yursilu samaa alaykum bidrara, Mwenyezi Mungu atakupeni mvua. Wayumdidukum bi amwalin wa banin, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtakapokuwa safi atakupeni uwezo mkubwa wa kiuchumi, atakupeni mali, mtakuwa mkifanya biashara, kwa sababu baraka za Mwenyezi Mungu zipo. Huruma ya Mwenyezi Mungu imetuenea, huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iko katika jamii zetu. Basi kila tukifanya biashara, tukafanya mambo, tukajituma katika kutafuta riziki, tutapata. Kwa nini? Kwa sababu huruma ya Mwenyezi Mungu imetawala katika jamii zetu. Huruma ya Mwenyezi Mungu imepumzika katika jamii zetu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataturuzuku mali, ataturuzuku watoto, wayaj'al lakum jannat wayaj'al lakum anhar. Katika zama za Bwana Mtume, tabaan ndo zama zetu pia, umma wa Bwana Mtume, kinga kwa Waislamu ilikuwa kinga ya adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kinga ya adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ipo ya aina mbili. Sikizeni sawa sawa, soma maneno yangu. Kinga katika ulimwengu wa Kiislamu, kinga iko nini? Iko mara mbili. Lakini kabla tujieleza hiyo kinga ambayo iko mara mbili, tutazame kwanza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika namna Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye mwenyewe, na hii ndo la muhimu. Mwenyezi Mungu hatuadhibu sasa hizi na mambo yetu, akitaka angekuangamiza mara moja. Na haya maasi yote tunayofanya, watu wanapromote ushoga na ushoga unakuwa mbele na nini, lau Mwenyezi Mungu angalitaka angetuli mara moja. Lakini katika vitu viwili kinga, ndivyo vile kinga katika Uislamu, mambo mawili. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika umma wa Kiislamu, Mtume mwenyewe alikuwa kinga. Mtume mwenyewe alikuwa ni kinga ya Mwenyezi Mungu kutokushusha adhabu. Mtume mwenyewe. Namba mbili, kitu cha pili ambacho kilichokuwa ni kinga ni hichi ambacho mimi nakihubiri leo, ni al-istighfar.
ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar ni kinga ya adhabu, kama ambavyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoishi baina ya Waislamu, basi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa ni kinga ya adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jamii ile haiwezi kupata adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu mtume ni kinga. Lakini number 2, al-istighfar, kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, ni kinga. Nayo pia nini? Ni kinga. Ndio utaona Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Hakuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wenye kuadhibu waja ikiwa wale waja wenyewe wanamtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akuadhibu. Soma Qur'an, wama kana Allahu mu'adhibahum. Mwenyezi Mungu sio mwenye kuadhibu waja hali ya kuwa waja hao wa hum yastaghfirun, hali ya kuwa wao wanamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha. Kwa hiyo unaona kwamba kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha ni kinga ya nini? Ni kinga ya adhabu. Unawezaje kulala ujamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha? Je, ikiwa usingizi wako ndo safari yako? Unawezaje wewe kusimama asubuhi ukaenda kupambana na mambo yako, lakini hukutanguliza kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha? Wajuaje kama safari yako itakupa nafasi ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha? Tengeneza kinga ya adhabu. Kwa hiyo katika miongoni mwa kinga ya adhabu ambayo kinga hiyo lau tukikamatana nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunaepuka na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani yasema, wa man ya'mal su'a, yule mwenye kufanya jambo baya, au yadhlim nafsa, au atakaye kudhulumu nafsi, thumma yastaghfirullah, kisha akamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, yajid, atamkuta Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ghafurur rahim. Atamkuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa huruma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kufanyaje? Wa kusamehe. Ndio maana al-Imam as-Sadiq alayhi salam, Imam as-Sadiq al-Musaddaq bi abi huwa wa ummi, anasema, idha akthara al-'abdu min al-istighfar, ya ambaye anafanya istighfar kwa wingi mara kwa mara, ni ambaye kama tana istighfar. Al-Imam as-Sadiq alayhi salam anasema, idha akthara al-'abdu min al-istighfar, mja akiwa amekamatana na istighfari kwa wingi, rufi'at sahifatuhu wa hiya tatalaa, ataletiwa kitabu chake siku ya Kiyama, ataletiwa kitabu chake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kikiwa kitabu chake kinang'aa. Kitabu chake kinang'aa, kitabu chake kinavutia, kikipitishwa kila mmoja tamani lao kile kitabu chake kingekuwa chake. Kila mmoja tamani kile kitabu, kwa nini kitabu hichi kisingekuwa changu? Sasa anasema hiki kitabu kitang'aa, kitabu chako siku ya Kiyama kitang'aa kwa wingi wa istighfar. Al-Imam as-Sadiq salawatullahi wasallam alayhi. Lakini maneno mengine vile vile anasema Zurara bin A'yun, mmoja katika wafuasi wa al-Imam salawatullahi wasallamu alayhi, anasema, sami'tu Aba Abdillah, nimemsikia Abu Abdullah yaqul, anasema, innal 'abda idha adhnaba dhanban ujila min ghudwatin ila al-layli. Anasema al-Imam kwamba mja anapoifanya dhambi haiandiki pale pale. Sikizeni nukta nyingine mjapata kusikia. Yaani wewe unapoitenda dhambi sio kwamba wakati ule ule tayari imeandikwa. Al-Imam Sadiq alayhi salam anasema, innal 'abda idha adhnaba dhanban, mja akifanya dhambi
ujila, ucheleweshwa ile dhambi, min ghudwati ila layl. Jambo hili kuandikwa kwa ile dhambi pana distance. Kufanya dhambi mpaka kuandikwa kwa dhambi pana distance. Ukifanya dhambi ile itacheleweshwa mpaka usiku. Sasa ikicheleweshwa, anasema fa in istaghfara Allah lam yuktab alayh. Ikiwa atamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha kabla ya kuingia usiku, aandikiwi. Maana yake haingii katika nini? Katika kitabu chake. Unaona Imamu anapofundisha, anatuambia kwamba lau mja akifanya dhambi, ile dhambi haiandikwi pale pale, uchelewesha ile dhambi mpaka usiku. Lau akimtaka Mwenyezi Mungu msamaha kabla ya ule usiku, lam yuktaba alayhi, haandikiwi ile dhambi. Unajua kwa nini nasema maneno haya? Sikilizeni, nakwambieni. Kwa sababu vitu viwili, sikilizeni. Kuna al-istighfar wal afu. Hayo yote maana yake ni kuomba msamaha. Al-istighfar ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, lakini msamaha ule haufuti kilichoandikwa katika kitabu. Eleweni nukta hii. Yani istighfar maana yake umeandikiwa madhambi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha ukamuomba msamaha kwa neno la istighfar. Istighfari ile maana yake unaenda kusamehewa dhambi, lakini ile dosari ya dhambi iko, hauhesabiwi, hautohukumiwa kwa ile dosari. Yani dhambi imeshaandikwa, wamtaka Mwenyezi Mungu msamaha, lakini Mwenyezi Mungu atakusamehe, lakini haifanyaje? Lakini dhambi haijafutika. Ndio utaona katika dua nzuri kabisa ilipokuwa katika Maimamu 12 sasa, Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa anna rahmataka awsa'u min dhanbi. Allahumma in kana dhanbi 'indaka 'azima fa'afuka a'zamu min dhanbi. Allahumma in lam akun ahlan an ablugha rahmatak farahmatuka ahlun an tablughani wa tas'ani li'annaha wasa'ati. Chenye kufuta dhambi ni al-afu. Chenye kufuta dhambi nini? Al-afu. Sasa la ilaha illallah wa astaghfirullah nas'aluka al-jannata ilahi wa na'udhu bika min an-nar Allahumma innaka afuwwun. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukisema astaghfirullah umefuta, lakini ile Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Kwa hiyo chenye kufuta kabisa ile dhambi kwenye kitabu ni al-afu. Elewana? Kwa istighfar utaomba astaghfirullah, utaomba msamaha, lakini ile dhambi dosari yake. Lakini ikija al-afu ndo inaenda kufuta nini? Ile dhambi. Kwa hiyo al-Imam Sadiq alayhi salam akasema kwamba mja akifanya dhambi ile haiandikwi, pana distance baina ya kutoka dhambi mpaka kuandikwa kwa dhambi. Lakini al-istighfar ni istighfar gani inayotakiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Msamaha wa zaidi gani? Na hapa tumuelewe al-Imam Ridha alayhi afdalus salatu wassalam. Al-Imam Ridha anatufundisha kwamba ni msamaha gani ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaupokea, ni istighfari gani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoitaka. Al-Imam Ridha alayhi salam anasema al-mustaghfiru min dhanbin wa yaf'aluhu kalmustahzi bi rabbih. Wallah, Al-Imam Ridha anasema yule mwenye kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha katika jambo, kwa kosa, katika dhambi, hali ya kuwa anaendelea kuifanya hiyo dhambi, huyu ni sawa sawa anamfanyia mzaha Mola wake. Naam. Yani wewe unapofanya istighfar katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi ukifanya istighfar la tuqbila ala nafsi dhambi, sio uende tena ukaifanya ile dhambi,
la tuqbila alayhi, usielekee tena ile dhambi, kwa sababu al-Imam ar-Ridha alayhi afdal salatu wassalam anasema al-mustaghfiru min dhanbi, mwenye kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha wa dhambi fulani, wayafaluhu, na akawa anaendelea kuifanya, kalmustahzii bi rabbi, ni sawa sawa na mwenye kumfanyia mzaha Mola wake. Vipi utamfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mzaha katika mwezi wa Ramadhani? Mwenyezi Mungu akakupa mlango wa istighfar, kakupa mlango wa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, akusamehe, kisha wewe utakufanya mzaha na nani? Na Mola wako. Kwa hiyo uhakikishe kwamba istighfar yako sio ya mzaha, unamtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha, uwe ni msamaha wako. Lakini al-Imam ar-Ridha alayhi afdalu salatu wassalam anasema sio tu kwamba wewe utakuwa umemfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mzaha. Katika maneno mengine anasema al-Imam ar-Ridha alayhi salam, man istaghfara bi lisanihi wa lam yandam bi qalbihi faqad istahza'a bi nafsihi, yule ambaye atakayemuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha kwa ulimi wake lakini hajajutia katika moyo wake, hajutii katika moyo wake, ni mujarradul istighfar, yani kafanya tu ili mradi tu watu kufanya istighfar, ashhadu an la ilaha illa Allah rabbina astaghfir, na yeye kaunga tu ashhadu an la, lakini moyoni hakuna nini? Hakuna kitu. Yani ni mujarrad tu kupitisha ile istighfar katika ulimi, mkutaka kupitisha neno istighfar katika ulimi, lakini kwenye moyo wake hajutii mambo yake kadhaa aliyoyafanya. Basi anasema huyu atakayefanya hivyo faqad istahza bi nafsi, anajidhihaki nafsi yake, anajidhihaki. Yeye kujidhihaki mwenyewe, kule kumtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha wa ulimi na sio msamaha wa kutoka moyoni, msamaha ambao haukuambatana na majuto. Hakika wewe wajidhihaki mwenyewe, wajicheka mwenyewe. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa bihi ahtatim, ndio maana katika kuzungumza istighfar bora, msamaha bora, akasema khairul istighfari inda Allah, istighfari bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala al-iqla', ni kule kutoka katika dhambi. Yani wewe dhambi yako mkusengenya, kisha ukakaa kwa ile dhambi ya kusengenya, ukamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala msamaha kwa dhambi ile ya kusengenya. Sasa istighfari bora ni al-iqla'u, ni kutoka pale. Sasa sio umemwomba Mwenyezi Mungu msamaha wa kusengenya alafu waendelea na utaratibu wako wa kusengenya.